Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambao tumetoka kutazama kutokea katika mji wa Bamako uliopo nchini Mali ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Stade Malien wakiwa wenyeji, ambapo Stade Malien waliweza kuialika klabu ya soka ya Simba Sports Club kutokea katika nchi ya Tanzania, ukiwa ni mchezo wa mzunguko wa pili katika kundi D, hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo huu umeweza kumalizika kwa klabu ya soka ya Simba kuweza kukubali kuchezea kichapo cha mabao 2-1 dhidi ya kosti ya timu ya soka ya Stade Malien, ambapo mchezo huu ulikuwa ni mchezo mgumu kweli kweli kwa upande wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, na Stade Malien waliweza kuidhibiti klabu ya soka ya Simba ipasavyo. Tunashuhudia katika kipindi cha kwanza klabu ya soka ya Simba waliweza kuconcede ama kuruhusu mabao mawili, ambapo tunashuhudia bao la kwanza la Stade Malien liweza kufungwa dakika ya 16 kupitia kwa mchezaji Tadeus Nkeng akipokea pasi iliyopigwa na Mamadou Traore, akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Stade Malien bao la kuongoza. Lakini kabla ya kwenda mapumziko, dakika 23 klabu ya soka ya Simba wakaweza kuruhusu bao la pili, ambapo bao hili tunaona limeweza kufungwa na Ismaila Simpara akipokea pasi safi iliyopigwa na Abduli Sabore Bode, akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Stade Malien bao la pili, na mpaka mwamuzi wa kati anapuliza kipinga chake kuashiria ni muda wa mapumziko, basi klabu ya soka Simba waliweza kuruhusu mabao 2-0. Lakini klabu ya soka Simba katika kipindi cha pili nashuhudia wakaweza kufanya mabadiliko, wakimtoa mchezaji Alassane Maodo, wakimtoa Janchala wa akiingia Alassane Maodo Kante, wakimtoa Rushan Diroka akiingia Shamu Karabua, wakimtoa Selemani Mwalimu akiingia Jonas Sansoa, na sababu hizo zikaweza kulipa, ambapo nashuhudia katika dakika ya 54 kupitia Neo Maema, mchezaji kutokea Afrika Kusini, akaweza kudhihirisha ubora wake na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la kufutia machozi katika dakika ya 54. Lakini dakika ya 60 tunashuhudia golikipa wa klabu ya soka ya Simba Yakubu Suleiman aliweza kusababisha mkwaju wa penati, na penati hiyo ikaweza kupigwa na Tadeo Nkeng, lakini golikipa mwenyewe ambaye sababisha penati Yakubu Suleiman akaweza kuusevu mkwaju wa penati ambao uliweza kupigwa na Tadeo Nkeng. Kwa hiyo Simba wakashindwa kufungwa bao la tatu. Lakini kabla mpira kumalizika dakika 82, Alassane Maodo Kante ambaye alichukua nafasi ya Janchala wa aliweza kucheza rafu ya mwisho, na rafu hiyo ikaweza kumsababisha kupigwa kadi nyekundu, na mpaka mwamuzi wa kati anapuliza kipenga chake, basi Stade Malien wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya kocha timu ya soka ya Simba Sports Club. Kunako msimamo wa kundi D kwa sasa unavyoonyesha, klabu ambayo inaburuza mkia ni Simba mwenye alama 0, ambapo Simba amecheza michezo miwili akifungwa michezo yote na alama 0, lakini bado ana nafasi, kwa sababu ukiangalia Esperance kutokea Tunis wao wako nafasi ya 3 wana alama 2, Stade Malien kutokea nchini Mali wana alama 4 katika nafasi ya pili, na anayeongoza kundi ni Petro de Luanda mwenye alama 4. Mchezo unaofuatia ni mwezi Januari mwaka 2026, ambapo Simba atakwenda kucheza dhidi ya Esperance. Anahitaji kupata ushindi mchezo huo ili kuweza kusogea nafasi za juu kidogo, ili kujitengenezea mazingira mazuri ya kuweza kufuzu hatua inayofuatia michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mara baada ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kupoteza kwa mabao 2-1 dhidi ya kosti ya timu ya soka Stade Malien kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF, wameweza kutoa tamko. CAF wanasemaje? Wanasema hivi: 3 points back with Stade Malien after the win this Simba Sports Club in Mal. Hapo akimaanisha kwamba pointi 3 zimeweza kubakia nyumbani kwa klabu ya soka ya kwa klabu ya soka ya Stade Malien mara baada ya kuifunga klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kwa hiyo CAF wanamaanisha kwamba Simba Giant kutokea nchini Tanzania ameweza kupoteza ugenini katika mchezo wake wa kwanza ugenini wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ikiwa ni mechi ya mzunguko wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo hivyo
Stade Malien kwa sasa wanaonekana wameimarika, wanacheza soka safi la kuzuia, licha ya klabu ya soka Simba kutoka mashambulizi, lakini wameweza kuzibakiza pointi 3 muhimu nyumbani kwao. Kwa ndio hivyo CAF wenyewe hawana cha kuongea wala kuitetea klabu ya soka ya Simba Sports Club.